utashi wa mtu, lakini sio serikali. Serikali nilisema haiteki, serikali inakamata mhalifu na kumpeleka mbele ya nini, ya vyombo. Lakini sasa kwa sababu uzushi na upotoshaji ni mwingi, na wenzetu wao vyombo vya ulinzi na usalama kwenye vyombo vya majeshi hawanaga hiyo ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari, kwa sababu utaratibu wa kisheria unawabana. Basi ndio inakuwa tu ni kazi kuwabagaza na kuwasema unavyoweza kuwasema. Lakini tuhuma zinapoletwa pia tunachunguza. Hakuna askari aliye salama kama amevunja sheria, kwa sababu pia anavunja sheria za jinai. Akivunja sheria za kijinai, moja, hatua ya kwanza tunachukua hatua za ndani za kijeshi. Aidha OCD au RPC atamchukulia hatua kulingana na uzito wa kosa. Ni kosa zaidi ataletwa kwa IGP, IGP atachukua hatua, na amevua watu vyeo, amefukuza kazi, amefanya nini. Kama ni hatua ya mwisho katika kuchukua hatua, uamuzi ule wa mwisho serikali haiteki watu bali serikali inakamata. Ni maneno ya waziri wa mambo ya ndani Katambi. Mimi swali langu tu ambalo nataka niulize kwa waziri wa mambo ya ndani Katambi, swali ambalo nataka niulize ni hili. Kuna mwanaharakati anaitwa Sativa alitekwa na Mafwele, kwa sababu ukisema serikali inakamata kwa mfumo aliokamatwa nao Sativa, na kule alipoenda kutupwa ambapo ni Katavi, na yeye kamtaja kwa kumthibitisha kwamba yeye ndiye aliyemkamata au ndiye aliyemchukua. Kwa sababu ukisema serikali inakamata, basi mfumo ule wa alivyokuwa amefanya Mafwele kwa Sativa, pengine ndo mfumo huo sasa wa ukamataji ambao ndio wanaosema hapo Katambi. Mimi nimeuliza kwa sababu tunataka kujua kwa sababu kwa maelezo aliyoweza kuyatoa huyu waziri wa mambo ya ndani Katambi kwamba serikali haiteki watu bali inakamata. Je, Mafwele vile ndo ukamataji? Ndo ukamataji ule ambao wakampeleka kule Katavi, wakaenda kampiga risasi ya hapa iliyotokea huku, na asante Mungu, kwa neema Mungu akaja akapona, akaa salama. Akaja akasema aliyemchukua au waliompeleka kule ni akina Mafwele. Sasa je, Mafwele alitumwa na serikali? Kama hakutumwa, aliwajibishwaje? Kwa sababu ule mfumo ukisema sio wa serikali, je, serikali ilimwajibisha? Na tunachotaka kingine ni hiki, kwa sababu nimemwona Katambi anasema hivi, wako askari waliowajibishwa, wengine wameshushwa vyeo. Sasa hoja iko hapa, kama watakuwa hao askari aidha kama kina Mafwele pia wamewajibishwa, ikiwa kama watakuwa wanawajibishwa kimya kimya pasipo wananchi kupewa mrejesho kwamba huyu ndugu mliyekuwa mumesikia taarifa zake 1 2 3, tumefanya 1 2 3 juu yake, nadhani bado mnatengeneza uhasama mkubwa kati ya baina ya wananchi na upande wa polisi, kwa sababu polisi sasa wamekuwa waaminiki, hususani wakiwa wanaenda kukamata watu wakiwa hawajavaa sare zao. Kuna baadhi ya maeneo tumeona watu waliwakabili sana na kuanza kusema nyinyi akina nani, lakini aidha kwa sababu pengine wakati mwingine huwa wanakuwa wanatembea na risasi za moto. Nadhani kwa David Jumbe ambapo raia waliamua kufuatia nyuma lile gari lilikuwa limemkamata David Jumbe, tunaona kwamba wale watu waliamua kutumia silaha au risasi kutawanya wale bodaboda. Sasa ule ndio ukamataji. Hoja mimi nayokuja kusema ni kwamba mnatengeneza uhasama kati ya wananchi na polisi. Ikiwa kama ni kweli mnachukua hatua au mlichukua hatua, kuna baadhi wengine mmewawajibisha, kwa nini mnawajibisha kimya kimya? Kwa nini hamtoi mrejesho kwa wananchi kwamba mtu huyu ambaye mlikuwa mmesikia habari zake, kwa sababu bado sisi tuna mashaka naye huyo mtu tuliowasikia hao. Je, kuwajibishwa ni kuwajibishwa kimya kimya tu? Kimya kimya tu? Haya, huyo Mafwele kashushwa cheo, kawajibishwa wapi? Mimi ndio lilikuwa swali langu hilo kwa siku ya leo. Asante.